Wale mnaotafuta kazi na naona mnaniandikia sana kwenye peji zangu kwamba dada, nisaidie, mimi natafuta kazi na familia na nini na nini. Ushauri wangu ni hivi, usitafute kazi, tafuta matatizo ya watu kwa nia ya kutaka kuyasuluhisha. Hivyo tu, alafu kwa upendo mkubwa sana. Yaani hayo matatizo ya watu unataka kusuluhisha, lakini kwa upendo, yaani unaweka ile passion kwamba unataka kuyasuluhisha matatizo yao kwa ari, kwa shauku, passion, yani passion. Hiyo ndo siri ya kuwa na kazi. Hiyo ndo siri ya kupata hela. Kwa sababu hela unazotafuta ziko kwenye mifuko ya watu. Na ili watu wakupe, lazima wewe uonyeshe you care about them. Lazima uonyeshe unawajali. Mimi wadada wa kazi hapa wanakuja kwa sababu nawaonyesha nawajali. Nawaambia tokeni wenye umaskini, mnatafuta hela na mnaweza kupata hela nyingi. Na nimewasaidia sana kuwapromotia hizi kazi kutoka kwenye mitazamo ya kawaida ya kazi za ndani ambazo walikuwa wanalipwa hela ndogo sana. Mimi nimeweza kuleta mapinduzi ya mishahara ambayo sio kawaida kwenye kazi za ndani Tanzania. So hiyo inaonyesha nawaonyesha nawajali wadada wa kazi. So they feel nawapenda na nawajali. Hicho kitu wanakisikia kwa sababu wanaona namna ambavyo napambania maslahi yao. But again, ukija upande wa pili wa huko kwa mabosi ambako wanakwenda, unanisikia kila siku nawaambia, nenda kafanye kazi kama hii kazi ni ya kwako. Nenda kaifanye kwa uaminifu, nenda kaifanye kama vile anayekuona ni Mungu. Natoa sana mfano wa Yusufu kwenye Biblia, ambaye yeye aliuzwa utumwani, akaenda kufanya kazi za ndani kwa Potifa na akapitia changamoto nyingi tu, lakini kitu kikubwa pale ambacho huwa nakisisitiza ni namna ambavyo Yusufu aliweza kusimama katika uaminifu mbele za Mungu. Yaani Yusufu alisema, why nimtende Mungu, siwezi kumtenda Mungu wangu dhambi. Kwa hiyo ninawaambia wadada kwa sababu kuna kitu ambacho kimeibuka kwenye hii dunia ya sasa hivi ya teknolojia. Unaona video content, wadada wanakojoa kwenye vyakula, yani wanatia mikojo yao kwenye vyakula, wanafanya vitu vya ajabu ajabu, okay? Hiyo yote ni evil spirit, yani ni ile roho ya kishetani, kwa sababu kile kitu anamfanyia bosi wake, hajifanyii yeye. Lakini mimi ukiona ninavyowaelekeza hawa wadada namna ya kwenda kufanikiwa ili wapate hizi hela wanazozitaka, anataka mshahara mkubwa, okay? Hiyo 1,500,000 still is big money kwa dada wa kawaida kabisa, yule traditional. Bado still ni hela nyingi. 300,000 smart ni hela nyingi. Yule professional 500,000, yani kuna watu wamekuja hapa ukiwaoja alikuwa anafanya kazi hotelini, alikuwa analipwa 1,500,000. Unamwambia sasa nakupeleka kwenye kazi ya nyumbani na unahudumia familia ndogo na unalipwa 500,000. That is, yani unaelewa, yani ni kama kitu cha ajabu ambacho yani kwenye akili ya kawaida kinaweza kisingie kwa watu ambao wanaijua sekta ya kazi za nyumbani. So ninavyowaelekeza sasa katika kwenda kufanya ile kazi ili wale wanaolipa waweze kulipa zile hela wakiwa na amani, wakiwa na furaha, okay? Ni kwenda kufanya zile kazi kwa mapenzi, kama vile wanajifanyia wao wenyewe au wanamfanyia Mungu anayewaona sirini. Unamwambia, nawafundisha kanuni ambazo ziko kwenye Biblia anyway, kwamba sisi tumeelekezwa kwamba unachotaka kupewa na watu, wewe ndio utoe kwa watu. Kwa hiyo unakuta tunataka sana sisi, yani ile kwamba unataka hela, okay? Lakini wewe unampa nini huyu mtu ambaye unataka akupe hela zake? Mpe kitu chenye value, mpe kitu cha thamani. Na mifano mingine ambayo huwa naitoaga ni namna ambavyo wanawake tumelelewa kuwapa wanaume miili yetu. Na unampa kwa staili yoyote anayotaka, na unampa hata kule ambako Mungu anakataza. Unampa why? Kwa sababu unataka umridhishe huyu mwanaume. Mwisho wa siku ukiangalia effort zote hizo, nguvu zote hizo, juhudi zote hizo, una nini ambacho kiko behind the scene? Yani ajenda yako ni nini? Unataka mwanaume akupe hela, unataka mwanaume akufanyie mambo yako ambayo ni ya kiuchumi. So nawafundisha, why usimfanyie bosi wako vitu vizuri katika yale majukumu yake, ukakaa na mtoto wake vizuri, hata kama ameweka kamera, akiangalia anapata amani, anajiona kama ni yeye angekaa na mtoto wake. Akikuona unapika, haoni umeweka uchafu wote kwenye chakula, anaona namna unavyopika kwa hali ya usafi wa juu,
bosi lazima atajenga imani na wewe, atakupenda, na mwisho wa siku na yeye atafungua moyo wake na atafungua mfuko wake, atafungua akaunti yake. Yeah? So siri kubwa labda kwa kumalizia hapa ni kwamba watu wengi wanatafuta kazi lakini wana chuki sana, au either hawajasoma hii kanuni, unajua watu wanaenda hata nikiongea tu na wale ambao tunaamini kwenye Biblia, you understand, wale tunaoamini tu kwenye Biblia ni kitabu cha maisha. Biblia tunajifunza kanuni, tunajifunza sheria, kwamba mtendee mwenzako wema ili na wewe huo wema ukurudie. Hizo ni kanuni. Sasa unakuta mtu huyo ambaye anasema anaenda kanisani, anaamini Biblia, anafanya ubaya, alafu anatarajia maisha yake yaende vizuri. Haiwezekani. Hicho kitu hakiwezekani. Kwa hiyo, kwa mfano ego ya hizi kazi za ndani, watu ambao wana ego, mimi nikafanya kazi za ndani. Biblia inasema mpende jirani yako kama unavyopenda nafsi yako. Yaani wapende watu. Ukitaka kufanikiwa wapende watu. Unaonyesha vipi mapenzi kwa watu? Kwa kufocus na challenge za watu, alafu wewe kwa passion ya kutaka kutatua zile changamoto zao. Simple. Very simple, lakini pia ni ngumu. Kufocus na challenge za watu, alafu kwa passion au nia ya kutaka kuwapa suluhisho. Sio tu kujua matatizo yao alafu so kama mimi nimefocus na matatizo ya wanawake kwa very long time, nimekuwa na deal na issue za wanawake kwa sababu niliona wanawake wengi wanateseka, alafu nikaa najisikia why I have to do something. Kwa nini wanateseka? Katika kufuatilia kwa muda mrefu nikagundua wengi ni maskini. So ni maskini ya. Kwa nini wanakuwa maskini? Kwa sababu wanaishi kwenye mfumo wa utegemezi, wanawategemea hawa wanaume. So what if tukawajengea uwezo wakaanza kujitegemea na kumtegemea Mungu na kujitegemea, ambao huo ndio mfumo sahihi wa kwenye Biblia, kwamba Mungu alivyomuumba mwanamke na mwanaume aliwabariki, akawaambia zaeni mkaongezeke. Manake pale zile baraka zilienda kwa mwanamke na mwanaume. Kwa hiyo mwanamke anaweza kuwa na mafanikio, mwanaume anaweza kuwa na mafanikio. Ili kuondoa hiyo kwamba zinapokuja kutokea changamoto labda mwanamke anabaki kuwa mhanga, kwa hiyo mwanamke na yeye ajijenge kiuchumi kama mwanaume anavyojijenga kiuchumi. Wote kwa pamoja wawe ni watu ambao wanaweza kuendesha maisha yao. Kwa nini isiwe hivyo? Ambao huo ndio mfumo original wa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu huwezi kuniambia mfumo wa kumtegemea mwanaume ni original wakati mwanaume anaweza kufa. Akifa wewe unaanza na moja tena, hujajifunza chochote kuhusu biashara. Na ili uweze kufanya kitu vizuri, you need time ya kujifunza hicho kitu. Sasa wewe unakaa na mwanaume, hujui kufanya biashara, hujui nini, siku anapodondoka amekuachia mali mingi tu, lakini hizo mali utaziendesha vipi? Ni changamoto. Kwa hiyo mimi nikagundua huu ni mfumo wa kishetani ambao wanawake wameununua, wameupokea, wameuamini, na ukiwaambia kuhusu kujitegemea wanakuona kama adui yao, lakini in fact unawatoa kwenye kifungo, unawatoa kwenye mfumo wa shetani wa utegemezi. Tunatakiwa kumtegemea Mungu na kumtegemea Mungu, na sisi wenyewe kujijenga na kuhakikisha tunakuwa msaada. Actually sisi ni msaidizi. Msaidizi ni mtu mkubwa sana mwenye uwezo mkubwa sana. Hivi karibuni nimepata ufunuo kwamba sisi tuna sifa kama ya Roho Mtakatifu. So ukiwaza Roho Mtakatifu usaidizi wake kwa kanisa, sasa ndio utaona nguvu ya mwanamke ambayo unayo. Na role model wetu labda mimi naweza kusema ni mwanamke wa Mithali ya 31 ambaye yeye ni mjasiriamali, ni mwanamke ambaye sio tegemezi. So nikaanza kuanza sasa kuona okay, hawa wanawake tunawasaidiaje waweze kujikwamua kiuchumi. Tukaangalia watu wanahitaji nguvu kazi, watu wanahitaji wafanyakazi. So watu wamezoea kazi ambazo wamesomea, kazi ambazo si nini. Mimi nikaja kwenye hii kazi za chini kabisa ambazo hazihitaji ujuzi wa ajabu, kazi za ndani, na kuna kundi kubwa la watu ambao wanahitaji hao watu ambao wanakwenda kuwasaidia. So ndio nikaanza kujenga hiyo program ya kuwasaidia waende wakatafute mitaji kwenye hizi familia. But again, utanisikia vizuri sana nawaambia mnapokwenda kwenye hizo familia, nenda kafanyike baraka. Sasa that is, kufanyika baraka ni kuwa na upendo, ni kuwa mtu ambaye unafanya kazi zako kwa bidii, ni mtu ambaye unaenda kumwakilisha Mungu kwenye ile familia. Yaani watu wamuone Mungu wako kupitia wewe, na sio kwenda kufanya hayo mambo ambayo wadada wa kazi wa kikawaida au ambao wamekuwa wanaonekana kwenye mitandao wanafanya vitu vya ajabu, wachafu, wanarumbaya, wanaloga, wanachafua vyakula na vitu kama hivyo. So nataka kusema hivi, unataka kufanikiwa, unataka kupata hela, dili na matatizo ya watu kwa nia na lengo la kutaka kuyatatua, sio kwa kujua tu. Achana na matatizo yako, focus na matatizo ya watu wengine, alafu kwa nia na lengo la kutaka kuyatatua, you will get money.